huna haja ya kufika tawini kujua salio. Jinsi ya kuangalia salio la akaunti kupitia NMB mkononi. 1. Bonyeza *150 *66 alama ya reli. 2. Ingiza pini yako. 3. Chagua namba 1, akaunti yangu. 4. Chagua namba 1, salio. 5. Chagua namba 1, akaunti kujua salio. 6. Salio litaoneshwa kwenye simu yako. NMB Bank, karibu yako. Anapitishiwa Mutale Budo ndani ya box. Mwamuzi amefunika pale, ni mkwaju wa penalty. Joshua Budo Mutale amefanyiwa madhambi ndani ya box ya 18. Wanapata faida Simba. Budo Mutale kwa msaada Jean Charles Ahwa alimpitishia Joshua Mutale, naye Zabona Jean Charles Ahwa wanatangulia. Simba Sports ni Jean Charles Ahwa, nyota ambaye ana maana kubwa sana kwa Simba, licha ya haya ambayo anayaonesha kwa kupachika mabao, ambaye alitoa pasi iliyokwenda kusababisha mkwaju wa penalty, na ndiye ambaye anatumia vizuri mkwaju wa penalty ni Jean Charles Ahwa, ambaye kabeba maana kubwa kwenye kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi. Professionalism. Jaribu kusogea, Budo amefanyiwa madhambi, mwamuzi ameng'amua. James Mwashinga mara kadhaa amekuwa katika matukio haya. Jean Charles Ahwa hapigi mipira hii kwa bahati mbaya. Magoli hayana makando kando. Kibegi cha makombe cha Simba Sports Club kinaanza kuonesha dalili njema. What a goal, what a hit, ambayo imekwenda moja kwa moja. Golikipa Mohamed Kamara ameangalia tu na mpira umejaa kambani moja kwa moja. Joshua Mutale kampitishia kwa mbele zaidi Elimpanzu. Panzu Eli umejazwa ndani kule, Ahwa! Hat-trick! Salamu ziwafikie. Amini na waambieni, usajili wa Jean Charles Ahwa ulikuwa na maana kubwa sana ndani ya Simba. Anaonyanyua mashabiki wa Simba. Elimpanzu alidhibiti mali la Kaijaza ndani, kanodiwa kwa kichwa, mpira ukaja ndani ya wavu. Free header. Huyu ni MVP wa Coupe du Congo kutoka pale Kinshasa DRC. Naye Jean Charles Ahwa ni MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast. Aliruka juu akaucheza mpira kwa kichwa. Hapana shaka alikuwa akimwona Yves Tibili Drogba wakati wake, raia mwenzake wa Ivory Coast, na ndio ukweli. Elimpanzu kaupitisha mpira ule, Valentin Numa anajaza cross ndani kule, anakataa Mohamed Kamara. Ikona mpira ulikuwa na ishara ya hatari kwa Mohamed Kamara, ilibabatiza mpira ukawa unaenda katika direction ya post ya kwanza, ni ya post. Upande wa karibu zaidi yupo hapa anafuatilia. Mjazo ndani, anacheza kwa kichwa. Wow! Lionel Ateba Mida, baada ya kujaribu mara kadhaa, baada ya kushindwa mara nyingi kwenye dakika 79 katika mchezo huu, ni kama hakuwa mchezoni leo hii. Mpira wa kwanza uligongwa kwa kichwa na Kimtenis, lakini wakaokoa. Mpira wa pili, hii hapa, aliondosha Mohamed Kamara. Mpira wa pili, Ateba Lionel Christian Mida akaweka mpira kambani. Deborah Fernandez, Ateba, Lionel Ateba
Msimbazi Simba. Nilikwambia kwamba huyu naye na Samuel Eto'o Fils, mwamba aliyetamba barani Ulaya, wanatokea taifa moja, yani wote ni raia wa Cameroon. Kwa bula kulia Cave, golikipa Mohamed Kamara alijitahidi kufuata mpira ule, lakini wapi, ikashindikana. Mali kajaa ndani ya wafu. Ni Simba Sports Club, mfalme wa nyika. Haungurumapo Simba anacheza nani? Dodoma Jiji imeshindikana. Dar es Salaam ni kubwa kuliko Mwanza. Lionel Ateba, miliki kwa Pamba Jiji, menyanyuliwa mpira na ucheza kwa kichwa Shemalon. Hamad Majimengi, Momanyi Matthew. Oh wow! Pamba Jiji wanaharibu clean sheet ambayo ilionekana kama inaelekea kwa upande wa Simba kupitia Momanyi. Sio tu kuruhusu bao, lakini ni golikipa ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu. Amekuwa akikusanya clean sheets kila uchao mara nyingi, lakini imeshindikana mbele ya Momanyi Matthew Tegis, nyota wa zamani wa Shabana kutoka Kisii kule Kenya. Amekuja ndani ya NBC Premier League kwenye dirisha dogo na ndiye ambaye